Mchungaji Daktari Eliud Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza, inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili, ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu, ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo, utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliud. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi. Asanteni praise team, Mungu awabariki. Asanteni praise team. Somo letu ni kuhubiri kwa ufanisi. Kuhubiri kwa ufanisi, au jinsi ya kuwaleta watu kwa Yesu kwa njia iliyo bora. Jinsi ya kuwaleta watu kwa Yesu kwa njia iliyo bora, njia yenye ufanisi. Kitu cha kwanza kabisa, unapotaka kuwaleta watu kwa Yesu, iwe ni mtu mmoja unamshuhudia mtu mmoja pale mtaani, ama dukani kwake, ama ofisini kwake, ama nyumbani kwake. Lakini pia hata kama iwe ni watu wengi, maelfu ya watu, kuna mambo ya msingi unayotakiwa uyajue na uyafanyie kazi. Kitu cha kwanza kabisa ni upendo. Upendo wa Mungu lazima utawale. Upendo wa Mungu utawale. Mungu ni upendo, na kama ni upendo, lazima atawale huduma yoyote. Lazima asimamie huduma yoyote, na lazima awepo kwenye huduma yoyote. Upendo wa Mungu utakusukuma kutumia muda wako, kutoa muda wako, kutoa nguvu zako. Hata yeye kilichomsukuma ni upendo. Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hilo ndilo neno limetumiwa kuliko maandiko yoyote katika Biblia. Huo ndio mstari wa Biblia ambao umetumiwa kuliko mistari mingine yoyote ile katika Biblia, na huo ndio mstari wenye ujumbe mkuu wa uinjilisti. Yaani ukiulizwa mstari mmoja tu katika Biblia unaohusu injili, basi ni huo: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kilichomfanya Mungu akamtoa Yesu ni upendo. Kilichomfanya Mungu akamtoa Yesu ni upendo. Kwa hiyo upendo ukikutangulia kwenye huduma, utafanya huduma hiyo kwa ubora mkubwa sana. Utatoa muda wako. Mungu alimtoa Yesu maana aliupenda ulimwengu. Ukimpenda Mungu, ama ukampenda Yesu, ama ukampenda mtu yeyote, utatoa muda wako, utatoa nguvu zako, utatoa fedha zako, utalipa gharama ya maombi na gharama yoyote inayostahili kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo lazima upendo uwepo. Upendo auhesabu mabaya.
Utachukuliana na watu hata kama ni wadhaifu. Utachukuliana na watu hata kama ni waovu kupita kawaida. Kitakachokuwezesha ni upendo. Lakini pia fahamu kwamba watu wana mapungufu mengi na madhaifu mengi. Kitakachokufanya uweze kubeba mazingira hayo ni upendo. Cha pili ni huruma. Unapokuwa unahudumia watu, uwe na huruma. Wahurumie watu wanateseka kwenye dhambi. Wahurumie watu wako kwenye mateso. Wahurumie watu wanatumikishwa na shetani. Wahurumie watu kwamba mwisho wao ni mbaya sana, kwamba akifa dhambini amepotea jumla. Akifa dhambini kinachomngoja ni moto wa jehanamu ya milele. Ukimhurumia huyo mtu, utamfuatilia, utamhubiri habari za Yesu, utamshuhudia na hutachoka. Lazima uwe na huruma. Wahurumie watu wa Mungu wanaoteseka. Wahurumie wagonjwa. Wahurumie waliofungwa na mavifungo mbalimbali. Ukisukuma na huruma, utafanya mambo makubwa. Lakini namba 3, uongozwe na Roho Mtakatifu. Uongozwe na Roho Mtakatifu. Kwenye huduma tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Na wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa kwenye huduma Roho Mtakatifu anatuongoza. Tunajua ni saa ipi ya kuomba, ni saa ipi ya kusoma neno, ni wakati upi mzuri kumwambia mtu habari za Yesu, na hata ni nani tumwambie habari za Yesu. Maana sio wote waliokusudiwa uzima wa milele, lakini pia sio wote walioandaliwa kwa wakati ambao wewe unataka kushuhudia. Sio wote walioandaliwa, sio wote waliokusudiwa wakati huo. Roho Mungu akuongoze ni nani, umwambie habari zipi za Yesu, uhubiri neno lipi, utumie mistari ipi na kadhalika. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Matendo 1:8. Watumishi wa Mungu wa zamani, manabii wa zamani, mitume wa Yesu Kristo, na hata Yesu Kristo mwenyewe aliongozwa na Roho Mtakatifu. Chochote alichokifanya Yesu ilikuwa ni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa nini wanavikwa uwezo? Kwa nini wanapokea Roho Mtakatifu? Ni ili wawe mashahidi. Kumbuka kwamba somo letu ni jinsi ya kushuhudia kwa ufanisi. Ni jinsi ya kuwaleta watu kwa Yesu kwa ufanisi. Yesu akajua hivi, nimekaa na kina Petro miaka 3.5 usiku na mchana. Ni kweli nimewahubiria na kuwafundisha mambo mengi, lakini hawataweza kibinadamu. Yesu akasema mtapokea nguvu. Maana yake akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi. Shahidi ni mtu aliyeona, ni mtu aliyeshiriki, ni mtu aliyesikia. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidiaga kwenye ushuhuda. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kwenye kazi ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kwenye utumishi wa nyumba ya Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia. Sasa kwenye ushuhuda Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Matendo 1:9 mpaka 10. Matendo 1:9 mpaka 10. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama juu, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, na tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakashuka malaika, lakini baada ya Roho Mtakatifu kuja. Wakashuka malaika pale ambapo mitume walikuwa, lakini baada ya Roho Mtakatifu kusema kwamba watapokea Roho Mtakatifu. Sasa angalia pia kitabu cha Mathayo 4. Hatuwezi kazi ya Mungu bila Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie.
Tunamhitaji Roho Mtakatifu atufundishe. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atuongoze. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atuelekeze. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atupe ujasiri. Mtu yeyote mwenye Roho Mtakatifu anakuwa jasiri. Ukiona wewe ni muoga kusema habari za Yesu, wewe ni muoga kushuhudia habari za Yesu, eneo lenye upungufu kwako ni eneo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akija juu yetu tunakuwa na ujasiri. Roho Mtakatifu akija juu yetu tunakuwa hodari. Roho Mtakatifu akija juu yetu tunakuwa mashujaa. Mathayo 4 sura ya 4 mstari wa kwanza. Mathayo 4 mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Tunaona aliyemuongoza Yesu ni Roho Mtakatifu. Hata kwenye maombi aliyemuongoza Yesu ni Roho Mtakatifu. Hata alipoenda kujaribiwa aliyemuongoza ni Roho Mtakatifu. Hata Luka 4, angalia Luka sura ya 4. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema hivi, Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Akaongozwa na Roho. Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuambia, sasa fungua kinywa chako, sema habari zangu. Sasa mwambie huyu 1, 2, 3. Unaposhuhudia pia atakaye kuongoza ni Roho Mtakatifu. Atakaye kuelekeza ni Roho Mtakatifu. Atakaye kunong'oneza ni nini cha kusema ni Roho Mtakatifu. Atakaye kushuhudia ni andiko lipi linafaa, neno lipi linafaa, ni ujumbe upi unafaa, ni Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwenye ushuhuda. Nikuonyeshe mifano ya watu walioongozwa na Roho Mtakatifu kwenye kushuhudia. Matendo 8. Matendo 8. Unaposhuhudia habari za Yesu, unapohubiri habari za Yesu, Roho Mtakatifu akikuongoza, mpaka andiko la kusoma utasikia tu moyoni andiko fulani. Hata ufafanuzi utasikia tu moyoni kitu fulani. Na unapokisema kitagusa, kitakuwa na mguso, kitakuwa na nguvu, kitakuwa na impact. Kwa nini? Kimetokana na Mungu. Na Roho Mtakatifu atakupa hicho kitu, alafu kitaleta matokeo makubwa sana. Matendo 8 mstari wa 26. Hapa tunamkuta Shemasi Filipo. Shemasi Filipo aliongozwa, huyu ni miongoni mwa mashemasi waliochaguliwa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 6. Alikuwa anaitwa Filipo. Hapa anashuhudia habari za Yesu. Matendo 8 kuanzia 26. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini. Ondoka ukaende upande wa kusini, na hata njia ile itelemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza nayo ni jangwa. Naye akaondoka. Kumbuka sauti ya kwanza ni malaika amemwambia. Lakini kule mbele utaona sasa Roho Mtakatifu anaingilia kati. Naye akaondoka, akaenda mara akamwona mtu wa Kushi toashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Wapendwa, hapa tuna mtu ni toashi, ni mtaua, ametoka kuabudu. Tafadhali usidanganyike. Sio kila anayeabudu anajua anachokiabudu. Sawa Sio kila anayeabudu anajua. Sio kila anayeabudu anajua anachokiabudu. Tena asilimia kubwa sana ya watu wanaoabudu kiukweli hawamjui Yesu kibinafsi. Huo ndio ukweli. Kuna Wakristo bilioni nyingi sana kwenye makaratasi, kwenye takwimu na kadhalika. Wakristo wa kweli ni wachache sana. Hapa tunampata mtu ametoka kuabudu. Nisome mstari wa 26 tena kwa ufahamu.
Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi toashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Mstari wa 28. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia, sasa Roho akaingilia kati. Unapokuwa kwenye kazi ya Mungu, acha Roho aingilie kati. Unaposhuhudia habari za Yesu, acha Roho aingilie kati. Unapoomba, acha Roho aingilie kati. Hata ninapofundisha, ninamwachia Roho aingilie kati. Chochote unachofanya kinachomhusu Mungu, acha Roho aingilie kati. Kitafanyika kwa ufanisi mkubwa sana. Kumbuka somo langu ni jinsi ya kushuhudia kwa ufanisi. Roho akamwambia, Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Kwa Roho Mtakatifu anatoaga maelekezo. Roho Mtakatifu analetaga ufunuo. Anatoa maelekezo. Anamwambia sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Kumbuka kwamba asingesogelea karibu na gari, asingeona nini kinachosomwa. Lakini sasa amesogea. Akasogea karibu na gari, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea hayo unayoyasoma? Hapa hatujaambiwa ya kwamba hili swali analomuuliza yule toashi, je, yamekuelea haya unayoyasoma? Hatujaambiwa kwamba ni nani aliyemwelekeza, lakini ukweli ni kwamba kwa vyovyote moyoni amepata ufunuo kwamba sasa mahali pa kuanzia ni hapa hapa. Amen. Mahali pa kuanzia ni, ngoja nikuulize, unapokutana na watu wamekwenda ibada ya kwanza saa 12, wamebeba mabibilia, wamebeba mavitabu ya nyimbo, ni kwa nini usimsalimie vizuri ukamuuliza, ndugu habari, ongera kwa kuabudu, ongera kwa kuabudu ibada ya kwanza. Naomba nikuulize tu mama fulani, hivi unampenda huyo Yesu ambaye ulikwenda kumwabudu asubuhi? Unampenda? Ndio, nampenda. Umempa maisha yako? Ulisha kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, maisha yako yanafanana na kile ambacho kimeandikwa katika hiyo Biblia uliyoibeba? Ni mahali pazuri pa kuanzia. Bwana asifiwe. Asilimia kubwa ya watu nimekutana nao wa Kristo, ukimuuliza fulani umeokoka, anaanza kujingata-ngata na kujiumauma. Halo. Bwana asifiwe. Jaribu kumuuliza mtu siku moja, ni Mkristo ndio, anaenda kwaya ndio, anaenda kanisani kuabudu ndio, muulize swali hili, umempa Yesu maisha yako? Umeokoka? Utapata daraja, mahali pa kuanzia. Watu wengi wanaabudu wasichokijua. Twende kwenye Yohana sura ya 4. Watu wengi wanaabudu wasichokijua. Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4. Kuna mwanamke hapa Msamaria, amekuwa ni mtu wa kanisa, amekuwa ni mtu wa ibada, ni mtu mwenye dini kama walivyo navyo dini watu wengine. Anzia mstari Yohana 4, anzia mstari wa 19 ili kwamba tumpate vizuri. Ni mtu wa kanisani huyu. Ni mtu wa kanisani, anaabudu. Yohana 4:19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa nabii. 20. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Anajua mambo ya dini, anajua mambo ya kanisa. Nanyi husema kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Anajua mambo ya dini, ana mafundisho ya dini. 21, 22.
Okay, 21. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. It doesn't matter where you worship. Haijalishi ni wapi unaabudu, haijalishi ni jengo gani, haijalishi ni dini gani, haijalishi ni dhehebu gani. Kwenye Injili, ngoja nikwambie, kwenye Injili wote wanatakiwa kuhubiriwa Injili. Kuna watoto wa maaskofu hawajaokoka, kuna watoto wa wachungaji hawajaokoka, kuna walokole wamezaliwa kanisani. Hata hapa kwa mchungaji Sumari wapo wamezaliwa kanisani lakini hawajaokoka. Halo? Jamani, Injili ni upanga, inakata kote. Mimi naomba hivi, hata kama ni mshirika hapa, mnajua hajaokoka, amekulia tu kwenye dini, ana mapokeo tu ya kidini, anafuata dini si ya wazazi wake, bali mwambie aokoke, ampe Yesu maisha yake. Mwambie abadilike. Halo? Mwambie jirani yako, ndugu, kama hujaokoka badilika. Mwambie toa kibanzi, toa boriti kwenye jicho lako kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzako. Si unajua boriti ni kubwa Boriti ni yale manani makubwa ya kujengea mabanda, si yani. Maboriti ni yale makubwa, kakibanzi ni kadogo. Sasa tuondoe kwanza maboriti kwenye macho. Kama uko hapa hujaokoka, naomba nikuambie ni wakati wa kumpa Yesu maisha. Bwana asifiwe. Kwa Yesu akamwambia hivi, saa inakuja, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima. Jamani, Mungu ni roho. Mungu nini? Hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Jamani, hiyo ara ni ndogo kwa maana ya roho ya mwanadamu. Halo? Wakati mwingine tumetumia ile andiko kumaanisha Roho Mtakatifu. Hapo Roho Mtakatifu hayupo. Watu wataabudu katika roho, maana yake mioyo yao. Kwa mioyo yao watamwabudu Baba. Kwa roho zao watamwabudu Baba. Kwa roho zao zote, mioyo yao yote, akili zao zote, lazima wamwabudu Mungu. Mstari unaofuata, Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yeye inapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa angalia mstari wa 21, 22, ninyi mnaabudu msichokijua. Ndicho kimenipeleka mpaka kwenye ile andiko. Sio wote wanaoabudu wanaojua wanachoabudu. Ndicho kimenipeleka hapo. Ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kuna Wakristo maelfu na mamilioni wanaabudu wasichokijua. Hata leo wameamka saa 11 alfajiri, wamewahi kwenye majengo ya ibada, wametoa na sadaka, na wanakuwa wataua kweli kweli, unafiki wa kidini, lakini hawana Yesu mioyoni mwao. Twende Mathayo 15 na kupeleka kwenye maandiko yatakayo kusaidia. Mathayo 15 mstari wa 7. Jamani, Yesu alihubiri Injili bila kuangalia uso wa mtu. Alimkabili mtu uso kwa uso bila kupepesa macho. Angalia Mathayo 15:7. Enyi wanafiki. Unajua wanaoambiwa wanafiki ni Mafarisayo, ni Masadukayo. Enyi wanafiki,
Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Kumbuka kule tumesoma, saa imekuja, waniabudu halisi wataniabudu kwa roho. Roho iliyosemwa pale kwenye Yohana ni moyo wa mwanadamu, ni roho ya mwanadamu. Watu hawa wananiabudu bure. Wamekwenda asubuhi leo kanisani, ndio. Wamekusanyika kwenye majengo ya ibada, ndio. Waliamka hata kabla hujaamka, ndio. Wamekwenda kwa unafiki wakijifanya ni wataua, ndio. Wengine wanaimba na kwaya na kadhalika. Ukienda hapo walipo saa hii wako kwenye nyumba ndogo. Ukienda walipo saa hii wapo kwenye michepuko. Ukienda waliko saa hii wako bar wanakunywa bia, wamelewa. Ukienda saa hii ni waovu, wanaiba na wameabudu leo. Yesu akasema, enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, kwa midomo, wakifundisha na mioyo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Jamani, kitu anachotaka Mungu ni moyo. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nachokisema, ukiongozwa na Roho Mtakatifu atakupa neno la kusema, atakupa ushuhuda wa kusema, atakupa mifano ya kutoa, atakupa uwezo wa kufafanua, atakupa pia ujasiri. Kikubwa uongozwe na Roho. Sasa rudi pale kwenye Matendo 8. Matendo 8. Kuanzia 26 mpaka 29. 26 mpaka 29. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende mpaka upande wa kusini, hata njia ile itelemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, toashi mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. 29. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ushikamane nalo. Yanayoendelea hapo, Filipo akaenda mbio, akamsikia akisoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelea hayo unayo yasoma? 31. Akasema, nitawezaje kuelewa? Nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Mstari wa 32. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Naomba nenda mstari wa 35. Ninaomba nikufundishe namna rahisi sana ya kushirikisha watu habari za Yesu, namna rahisi sana ya kumzalia Mungu matunda, namna rahisi mno sana ya kuwaleta watu kwa Yesu. Mstari wa 35. Filipo akafunua kinywa chake. Akafanyaje? Kinachoshindaga Wakristo wengi ni kutokufunua kinywa. Kinachowashinda Wakristo wengi ni kufumba midomo kwa woga na aibu. Filipo akafunua. Ninakuomba kuanzia sasa, funua kinywa chako, waeleze watu habari za Yesu. Unapofunua kinywa, kuna kitu kinachotokea. Filipo akafunua kinywa chake. Akafunua kinywa chake, akianza kwa andiko lilo hilo. Andiko lipi? Andiko hilo hilo.
akaanza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za nani? Jamani, injili ni habari njema. Injili maana yake ni habari njema, kama vile ambavyo nilikufundisha toka siku ya kwanza nikifundisha somo hili, nikakufundisha hata maana ya neno injili kwa Kiingereza kwenye Biblia ya King James ya mwanzo. Neno gospel maana injili. The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. Gospel ilikuwa ni God's spell. God's spell. God's spell ni kutangaza habari njema. God's spell. Kiingereza kikakopa hapo gospel. Habari njema ni habari za kusamehewa dhambi. Habari njema ni habari ya kwamba maisha haya magumu, machungu yanapita. Habari njema ni kwamba tumeandaliwa makao hata baada ya maisha ya shida, maisha ya dhiki, maisha ya magonjwa, maisha ya kung'ang'ana, kuna maisha ya raha. Habari njema ni kwamba kuna barabara za dhahabu. Halo, habari njema ni kwamba tumeandaliwa makao. Yesu alisema naenda kwa Baba kuandalia makao, kisha nitakuja niwachukue tena. Na mstari wa kwanza anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kwani kuambie watu wamepigwa duniani. Watu wana madeni, watu wana magonjwa, watu wamefiwa, watu wana hivyo, watu wana shida, watu wana mateso. Habari njema ni kwamba Mungu anawapenda. Kuna mtu toka azaliwe hajawahi kuambiwa nakupenda. Halo? Yaani kuna mtu yuko hapa, inawezekana toka azaliwe mpaka ana mvi hajawahi kuambiwa nakupenda. Habari njema ni kwamba Mungu anakupenda ndugu. Habari njema ni kwamba Yesu anakupenda ndugu. Alikufa kwa ajili yako, atasamehe dhambi zako. Habari njema ni habari za kusamehewa dhambi. Kwamba dhambi zako zijapokuwa nyekundu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Habari njema ni habari za watu kusamehewa. Yaani kuna mtu fulani hivi limekwendaga kwa waganga, limechanjwa chale kila mahali, hata hawezi kuvua shati mbele ya watu. Halo? Yaani kuna mtu amekwenda kwa waganga mpaka amelishwa kinyesi, amekwenda kwa waganga mpaka amelishwa mavi ya mjusi. Kwa mtu ameteseka na kutaabika sana. Habari njema ni hizi ya kwamba hata kama una dhambi za namna gani, Mungu anasamehe. Akamhubiri habari njema, akianza na andiko hilo hilo. Habari njema ni hizi. Yaani injili ni rahisi sana. Mwambie jirani yako injili ni rahisi sana. Injili ni rahisi sana. Yaani kuna mtu mmoja asubuhi alikuacha unapiga mswaki. Akaenda ibada ya ngapi? Lakini maisha yake yako hovyo, ni mtenda dhambi. Yaani hapo aisee, lakini kwa kweli una bidii fulani, una bidii na kuona kabisa una bidii ya kumtafuta Mungu. Halafu kwa kweli kwa bidii hii umepungukiwa na neno hili. Jamani, injili ni rahisi sana. Naomba ninyi mnaotaka kupeleka habari njema kwa urahisi, hebu someni vile vitabu 4, Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Yesu alihubiri injili simple sana, rahisi sana. Sisi tu akina Sumari ndo tuna nambwembwe za kutamka na Vigiriki na Viebrania na Vingereza. Bwana asifiwe. Yesu anamkuta kahaba kisimani. Kahaba kisimani. Ana wanaume wangapi? Kwa kweli huyu alikuwa ni zaidi ya wale walioko kule Shivas. Alikuwa ni zaidi ya makahaba wote unaowajua. Professional. Prostitute. Yaani ni ule. Yesu akamkuta wapi? Amekaa tu kiasara. Unajua alianzaje? Nipe maji ninywe. Nipe maji. Na anajua kwamba huyu ni Msamaria, maana walifahamika kwa mavazi, walifahamika kwa sura, walifahamika kwa lugha. Anaba nipe maji ninywe. Anajua kabisa hapa kuna mahali nitaanzia. Yule mwanamke akasema mimi ni Myahudi, mimi ni Msamaria, wewe ni Myahudi. Atuchanga? Yesu akasema naam, hapa. Nenda ukamuite mumeo. Nenda ukamuite. Hivi ni wangapi hamjaona sura za makahaba hapa? Sisi zinaonekana tu. Aise fulani.
nataka kuongea na mumeo. Yesu akaanzia hapo hapo. Yule mwanamke akasema hivi, sina mume. Ni kwamba Roho Mtakatifu anafanyaje? Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Yesu akamfunulia kwamba huyu mwanamke ana wanaume wangapi? Yaani shida kubwa ni kufungua tu mdomo, kufungua kinywa chako. Ukifungua kinywa chako ukaanza hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne, Roho Mtakatifu anaachilia. Kwa by the time Yesu anamwambia ndio ukamlete mume, tayari Yesu anaonyeshwa kwenye ulimwengu wa roho. Jamani, inakuaga simple, sema simple. Kwenye ulimwengu wa roho tayari Yesu anaonyeshwa mijinaume 5 kwenye macho ya rohoni, wanaume 5 wamesimama na yule kahaba, na pengine kila mmoja anamvuta. Hiyo ni karama ya neno la maarifa. Sema karama ya neno la maarifa. Karama ya neno la maarifa wakati mwingine unaonyeshwa picha. Unaonyesha kabisa picha. Mimi naamini Yesu aliona kabisa wale wanaume na sura zao, na angetaka kuendelea kufafanua, angemwambia kabisa, namuona mmoja hana meno 4 mdomoni. Yesu angetaka kuendelea kufafanua, angemwambia, namuona kabisa mmoja ni mnene alafu mfupi. Kwa nini? Karama ya neno la maarifa inaonyeshaga na picha pia. Ndio maana Elisha alipokuwa anamwambia Gehazi kwa habari ya kuchukua zile sadaka na zile zawadi, alimwambia hivi, je, ulipoenda roho yangu haikwenda na wewe? Ulipokuwa unapokea vile vitu, je, sikukuona? Kuna mahali pengine Yesu anamwambia Nathanieli, ulipokuwa chini ya mtini na alikuona. Chini ya nini? Unapoingia rohoni huwa mambo yanakuja yenyewe. Na nataka nikuambie hivi vitu sio kwamba ni vitu maalum sana. Ni mambo ukiingia kazini yanakuja yenyewe. Halo? Na kueleza maana yote haya nimewahi kuyatendea kazi. Nimewahi kuona vitu vikubwa katika maisha ya watu, vikubwa sana. Halo? Vikubwa sana. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, baba, nimeenda kusalimia fulani, namshukuru Mungu ameshajifungua salama. Bwana asifiwe. Nikamwambia, ile litoto lake la kiume ameliita nani? Ile litoto lake la kiume ameliita? Huyo mtu akaniuliza, je, alikuambia ameshapiga ultrasound? Akakwambia ni mtoto wa kiume. Nikamwambia hivi, siku nilipomwombea niliona toto fulani la kiume zuri sana. Mambo haya sio magumu kihivyo. Ukiingia kazini ni rahisi sana. Halo? Ni rahisi sana mimi kumwombea mama mjamzito, nikamwona mtoto na rangi yake na jinsia yake. Ni mambo ambayo ukiingia kazini unaletewa, maana yapo kwa ajili ya ufalme wa Mungu, yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yako pia kuonyesha kwamba Mungu yuko hai na Mungu ana macho. Amen. Hebu tuangalie Yohana 1:47. Ongozwa na Roho. Akuongoze ni nyumba ipi uende. Akuongoze ni mtu upi umshirikishe habari za Yesu. Akuongoze ni mambo gani yanayoendelea kwenye maisha ya huyo mtu. Akuongoze ni mambo gani yamejificha kwenye maisha ya huyo mtu. Injili yako italeta matunda makubwa sana. Yohana 1:47 mpaka 50. Yohana 1:47 mpaka 50. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Umepataje kunitambua? Tayari ameshajua hapa kuna mtu wa tofauti naongea naye. Umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita. Kabla Filipo hajakuita. Kabla Filipo hajakuita. Ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabi, wewe mwana wa Mungu ndiwe mfalme wa Israeli.
Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Unajua mtu sasa anaamini kwa sababu kuna vitu vinaendelea vya kiroho sana, vya kimungu sana, ambapo katika akili ya kawaida huwa havipo. Kwa hiyo naye anaamini. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuona chini ya mretemu, nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Na kadhalika. Unapoingia kwenye kuhubiri, kushuhudia, fungua moyo wako, mruhusu Roho akuongoze. Ziko karama zinafunuliaga watu kwenye huduma. Karama ya unabii na karama ya neno la maarifa. Karama ya unabii na karama ya neno la maarifa. Hizo karama zikiwa ndani yako, utafunuliwa mambo yaliyofichika, na injili yako na ushuhuda wako utakuwa na nguvu sana, na utabadilisha watu na utaponya watu na utasaidia watu sana. Lakini jambo la nne kwenye kutumika. Jambo la nne kwenye kutumika. Shiriki hadithi yako, yaani ushuhuda wako. Washirikishe watu habari zako, ushuhuda wako. Yaani kitu kinachofanya injili iwe na nguvu, utumishi uwe na nguvu. Maisha yako binafsi, ushuhuda wako binafsi, hadithi yako. Tell your own story. Injili ni kuhusu vile Yesu amefanya kwako. Injili ni kuhusu yale umetendewa. Ushuhuda wako una nguvu sana. Ushuhuda wako una nguvu sana. Kuna mtu mmoja unakuta ameteswa na bangi, ameteswa na sigara, ameteswa na ulevi sana. Ametamani kuacha, ameshindwa. Akisikia kwamba mimi nilikuwaga chain smoker, yaani sigara inawasha nyingine, navuta masaa yote. Iko hivi, ushuhuda wa mtu alikotolewa na Mungu ina maana sana. Kwamba mimi nilikuwa nimechokea kwa waganga. Nimeshaenda kwa waganga 40. Sikupata suluhu, sikupata dawa. Lakini toka nilipokuja kwa Yesu, nikapiga magoti, nikakiri Yesu ni Bwana, nikaombewa, shida zangu zimeisha. Kwa nikwambie, hata kama hujui andiko lolote la Biblia, utamsaidia huyo mtu. Sasa eleza habari zako vile Mungu amekubadilisha. Ndio maana mimi nilihubiri kuanzia siku ya kwanza. Nimeokoka usiku saa sita. Nimeombewa wokovu kwenye darasa la form 2 Old Moshi Secondary saa 6 usiku. Tumetoka kwenye debate Uru Seminary. Nikaja Old Moshi ambako nilikuwa nasoma. Usiku saa 6 nikaombewa wokovu darasani Jumamosi. Kesho yake Jumapili nikaenda kanisani. Baada ya ibada nilianza kushuhudia na kuhubiri habari za Yesu. Inakuwaje? Jamani, sikuaga na amani. Jamani, sikuaga na hiki. Toka nimeombewa jana usiku, sasa nina amani. Toka nimeombewa jana usiku, sasa nina tumaini. Mabadiliko uliyoyapata ni ushuhuda wenye nguvu kuliko kawaida. Amen. Mchungaji Daktari Eliudi Sumari wa kanisa la FPCT Zaidi ya Washindi lililopo Morombo, Arusha, anapenda kukukaribisha kwenye ibada zilizojaa nguvu za Mungu. Ibada hizo zimejaa mafundisho ya neno la Mungu, maombi pamoja na maombezi. Ni kila siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na ibada mbili. Ibada ya kwanza ni English service, yaani ibada ya Kiingereza inayoanza saa 1:30 asubuhi hadi saa 3 kamili za asubuhi. Na ibada ya pili ni ibada ya Kiswahili ambayo inaanza na mafundisho ya neno la Mungu, Bible study, kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 4 kamili za asubuhi, na saa 4 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Ni ibada ya kumsifu Mungu, kusikiliza neno la Mungu
ikihitimishwa kwa maombi na maombezi. Lakini pia siku ya Jumanne kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni utajifunza neno la Mungu pamoja na kuuliza maswali yanayokusumbua na utapatiwa majibu yake. Jinsi ya kufika: kwa wale waliopo Arusha mjini, panda gari mpaka Morombo, barabara ya kuelekea kona ya dampo. Kisha fuata barabara hiyo, utaona kibao kimeandikwa FPCT Morombo, utakuwa umefika. Vile tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii: Facebook Zaidi ya Washindi, Instagram Zaidi ya Washindi, YouTube channel kwa jina la Sumari Eliudi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0754875152. Watu wote mnakaribishwa. Hii ni FPCT Zaidi ya Washindi.